tunaagiza kibomolewe. Bomoa. Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, kwa kweli kipande hicho cha video chake Mheshimiwa John Heche kutofautiana na maafisa wa polisi leo hii kimeweza kugonga vichwa vya habari, kwani maamuzi aliyoweza kuyafanya Mheshimiwa John Heche anaonekana kuwa maamuzi sahihi, tofauti kabisa na alichokuwa akiagiza afisa huyo wa polisi kwa Mheshimiwa John Heche na msafara wa chama Chadema uliokuwa huko leo hii naye Mheshimiwa John Heche. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa ni jambo jema iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026, Mheshimiwa John Heche kwa mara nyingine ameweza kugonga vichwa vya habari. Mheshimiwa John Heche akiwa na usafiri aliokuwa nao na baadhi ya viongozi wakuu wa chama Chadema baada ya chama Chadema kupewa nafasi ya kuongoza rali mikoa mbalimbali. Tumeshuhudia rali hizo zimekuwa zikishuhudiwa mikoa hiyo mbalimbali, ila afisa mmoja wa polisi ameweza kujaribu kuzuia Mheshimiwa John Heche na msafara wake kuelekea katika eneo la tukio ama mahali ambapo rali yao iliyokuwa imeweza kuandaliwa, na pia tulikuwa tumeweza kushuhudia umati wa watu katika eneo alilokuwa Mheshimiwa John Heche. Hii kizidi kuonyesha wazi kwamba chama Chadema kinazidi kuwa na upendo mwingi kutoka kwa wananchi wa Tanzania, kwani afisa wa polisi aliyekuwa akijaribu kumsimamisha Mheshimiwa John Heche na kumzuia ili asitishe kwenda kuongoza rali hiyo, kweli idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania waliokuwa karibu naye Mheshimiwa John Heche eneo la tukio, hakuna yoyote yule ambaye ametokea kuunga mkono wa maafisa wa polisi, bali wote wameamua kusimama naye Mheshimiwa John Heche na viongozi wengine wa chama Chadema, jambo ambalo ni tofauti kabisa na matarajio yaliyokuwa kwa afisa huyo wa polisi ya kwamba katika eneo walilokuwa Mheshimiwa John Heche, moja kwa moja matarajio ya maafisa wa polisi ni ya kwamba chama Chadema kisingeweza kupata umaarufu ama hata kuaminisha wananchi wa Tanzania kujitokeza katika rali waliokuwa wameweza kuiandaa. Mtazamaji wangu, afisa huyo wa polisi ameweza kupigwa na butwa baada ya kubaki peke yake anayezidi kukashifu na kumkosoa Mheshimiwa John Heche na timu ya chama Chadema kuongoza rali. Mtazamaji wangu, hii hapa inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo viongozi wakuu wa CCM walichoweza kukifanya katika uchaguzi ulioweza kupita kimeweza kuweka sura nyingine na hata kubadilisha msimamo wa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kwa chama tawala, chama Chadema, chama cha CCM, na kuona ni vyema kusimama na chama Chadema moja kwa moja. Hivi sasa sote tunafahamu ni chama kipi ambacho kipo mstari wa mbele kufanya haki iweze kupatikana kwa wote walioweza kuathirika na maandamano ya vijana Gen Z yaliyoweza kugeuka kuwa vurugu na hata kusababisha idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kuaga dunia. Hii hapa inaonyesha wazi jinsi gani ambavyo viongozi wa chama Chadema wanazidi kujitokeza na kujitolea kuwa katika mstari wa mbele moja kwa moja. Viongozi wakuu wa chama Chadema wapo mstari wa mbele kwa ajili ya kutetea haki kwa wananchi wa Tanzania, tofauti kabisa na kile tunachozidi kukishuhudia kwa chama tawala, chama cha CCM, ambapo viongozi hawa wanazidi kujali maslahi yao binafsi na sio kujali mwananchi wa chini nchini Tanzania.
ambapo ni tofauti kabisa na kile kilichoweza kusababisha viongozi hao wa CCM kuwekwa madarakani ama kuteuliwa madarakani. Hii hapa ikionyesha wazi kwamba idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wapo sahihi kuaminia viongozi wa chama Chadema na sio viongozi walioko madarakani, viongozi wa CCM ambao wameweza kupewa jukumu hilo hivi sasa ni takriban ya zaidi ya miezi 6, ila viongozi hao walioko madarakani hakuna hata baadhi ya ahadi walizoweza kuziahidi wameweza kuzifanikisha, bali wao binafsi wanazidi kuendelea kuzidisha mifuko yao ya kifedha kujaa, na hata baadhi ya biashara zao binafsi na zile za kifamilia kuendelea, tofauti kabisa na kile ambacho tunazidi kukishuhudia viongozi wakuu wa chama Chadema hivi sasa wanazidi kufanya. Kwani mtazamaji wangu, tumeshuhudia Mheshimiwa Lissu hivi sasa yupo gerezani. Yeye kuwa gerezani sio kwa manufaa yake binafsi, bali Mheshimiwa Tundu Lissu anaamini kwamba mwananchi wa chini nchini Tanzania anapaswa kuwa na maisha ya bei nafuu, anapaswa kuwa katika taifa ambalo ataweza kupata kipato cha kukidhi mahitaji yake kupitia viongozi walioko madarakani kuweka ajira, na ndipo ambapo gharama kubwa ya maisha itaweza kupungua na sio ahadi za siku baada ya siku zinazozidi kutolewa na viongozi hao walioko madarakani ambao hadi hivi sasa ama leo hii hakuna hata baadhi ya ahadi wameweza kuziahidi, wameweza kuzifanikisha. Hii yote ikionyesha wazi jinsi gani ambavyo kweli chama Chadema kinazidi kujitolea siku baada ya siku kwa ajili ya kusaidia mwananchi wa chini nchini Tanzania kuishi maisha bora na hata kuwa katika taifa ambalo linajali mwananchi wa chini na hata kujali maisha ya mwananchi huyo wa chini. Ila kwa uongozi ulioko madarakani, sote tunaona jinsi gani ambavyo mwananchi wa chini ameweza kusaulika na kuendelea kupata kipindi kigumu, na hata baadhi ya ahadi alizokuwa ameweza kuahidiwa hazijaweza kufanikishwa. Hii ikionyesha na kuashiria wazi ya kwamba kweli viongozi walioko madarakani kweli wapo madarakani kutokana na wao waliweza kuteuliwa kuwa katika nafasi hizo ili kuhangaikia na kuhudumia mwananchi wa chini nchini Tanzania, ila kile wanachozidi kukifanya ni wao kujaza mifuko yao ya pesa, jambo ambalo sio matarajio ya wengi, na ndipo ambapo tumeshuhudia Mheshimiwa John Heche baada ya kukataa kuondoka eneo la tukio alilokuwa ameweza kutangaza mkutano uweze kufanyika, afisa huyo wa polisi akijaribu kumsimamisha. Hakuna yeyote yule ambaye ameweza kusimama na afisa huyo wa polisi anayezidi kuhudumu chini ya uongozi wa serikali ya CCM. Mtazamaji wangu, tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.